إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد ya kumshukuru Allah jalla wa ala na kumwombea ziada ya rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha almu'minun, ndugu katika imani, fahunaka babun, katika dini yetu ya Uislamu kuna mlango lau dakhalahu uqala'u al-bashar, laiti kama wangeuingia mlango huo wenye akili katika binadamu, lazala kathirun min at-tanahhurat al-bashariyya, ingeondoka sehemu kubwa katika makinzano yaliyopo baina ya wanadamu, wala sudda minhu, na ingezuilika kupitia katika mlango huo mu'dham shuquqi mujtama'i almuslim, sehemu kubwa ya mipasuko ambayo ipo katika jamii ya Waislamu. Wa ala hadha, na kutokana na maelezo haya, fala yastaghni anhu al-umma al-islamiyya, mlango huo hawajitoshelezi na mlango huo umma wa Kiislamu, wala al-mujtama' al-bashariyya, wala hawajitoshelezi na mlango huo jamii ya wanadamu. Ala wa huwa babu sulh, mlango wenyewe ni mlango wa kupatanisha, mlango wa kusuluhisha, mlango wa kuwaweka watu pamoja ambao walikwisha kutengana, kuwaweka katika chungu kimoja watu ambao wanagombana, wakusanya wawe wana neno moja watu ambao walikwisha kugawana maneno
Kama huyu anasema neno la kupanda, mwingine atajibu kwa neno la kushuka. Kama mwingine anasema neno la kushuka, mwingine atajibu la kushuka zaidi. Fala yazalu hadha ash-shuquq au hadhihi ash-shuquq illa lis-sulh. Haitawezekana kuondosha tatizo hilo illa kwa kupatikana usuluhishi. Maa anna al-bashar, pamoja na kuwa mwanadamu au wanadamu jubilu ala al-khilafat wal-fitan wal-mihan, pamoja na kuwa wanadamu wameumbwa katika hali ya kuhitilafiana, katika hali ya kufitinishana, katika hali ya kutafutiana matatizo, lakin fababu sulh yuzilu kulla dhalika biidhni al-Maula jalla jalaluhu. Mlango huu pekee wa kusuluhisha unaweza ukaondosha mengi katika haya ambayo tunayashuhudia kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha almu'minun, يقول الله تبارك وتعالى عن حقيقة البشر. Allah mtukufu anasema akizungumzia hakika ya wanadamu ulivyo na matendo yao wanadamu katika suratu Al-Furqan aya ya 20. Allah jalla jalaluhu anasema waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, tumekadiria baadhi yenu kwa watu wengine iwe ni fitna. Hii ni kadari ya Allah. Allah akasema wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima Allah walidhalika khalaqahum, wataendelea kuwa ni watu wenye kuhitilafiana illa waliorehemewa na Allah. Na kwa hali hii ya kuhitilafiana Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba. Kadhia ya watu kutofautiana, kadhia ya mataifa kutofautiana, kadhia ya mke na mume kutofautiana, kadhia ya wanafamilia kutofautiana ni kadhiyatun khilqiyatun la mahida laha. Hii ni kadhia ya kimaumbile, haiwezekani hata kama utalazimisha. Binadamu sio mawe. Kama ni mawe ukiyaweka hapa ukaenda miaka 10 ukarudi utakuta amekaa vile vile, yanahitaji mtu kuja kuyasogeza. Lakini kama kutokea mtu yote kuja kuyasogeza, ukienda ukirudi utakuta hapo vile vile. Binadamu mwache hapa, nenda dakika 10 rudi muone kama utamkuta vile ulivyomwacha. Mwanadamu hawezi kutulia na hali moja. Yawezekana neema ikawa ndio tatizo lake, yani matatizo yake yameanza baada ya kuwa na neema. Yawezekana dhiki ndio ikawa sababu ya matatizo yake. Baada ya kuwa na dhiki, alipokuwa ametokea kwenye neema, alipopata dhiki akawa ni mtu wa ovyo sana baada ya kupata dhiki. Lakini alikuwa ni mtu mwema sana, alipopata neema akawa mtu wa ovyo sana baada ya kupata neema. Mwanadamu ndio yuko hivyo. Hizi hali zake za kibinadamu haishi nazo yeye peke yake. Muda wa kuwa yeye ni ibnul bi'a, yuathiru wa yataathar, ataambukiza na ataambukizwa watu wengine. Hali yake ya furaha, hali yake ya huzuni, hata bakia nayo peke yake, ataambukiza tu kwa watu wengine. Sasa liahamiyati babi sulh, iqra'u ma'i hadhihi al-ayati al-karima. Kwa ajili ya umuhimu wa mlango wa kusuluhisha, kama zitakuwa ni sulhu za kimataifa, kama zitakuwa ni sulhu za nchi na nchi, kama zitakuwa ni sulhu za chama kwa chama, kama zitakuwa ni sulhu za mke na mume, kama zitakuwa sulhu za mtu na kaka yake, mtu na mdogo wake kwenye familia. Lakini hebu soma pamoja nami hii aya, alafu nitakupa kazi usome aya zinazofuata wewe mwenyewe. Mimi nitarudi kwenye mambo mengine ili tuangalie kwa pamoja tunatoka vipi kwenye changamoto nyingi ambazo tunakabiliana. Qala Allahu ta'ala fi surati al-Hujurat. Allah mtukufu katika suratul Hujurat kuanzia aya ya 9 mpaka aya ya 10 limekariri sana ili neno sulh.
lakini baada ya hapo ashara Allah tabaraka wa taala ila baadhi asbabil khilaf. Allah mtukufu akataja baadhi asbabu za khilaf kwenye aya kama 3, 4, 5 zinazofuata baada ya aya 6 na ya 10. Sasa hizi aya zinazofuata kuanzia 11, 12, 13 utasoma mwenyewe kwa muda wako. Makamu yangu ya khutba hainipi nafasi ya kuzisoma aya zote hizo, nitaashiria tu. Lakini katika aya ya 9 suratul Hujurat, Allah jalla wa ala anasema wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Aya hizi mimi nimeziwekea anwani, nimeandika hivi: fa'atabara al-islamu iman al-mutakhasimaini mahama balagat husumatuhum. Nimeweka anwani hiyo chini ya hizi aya. Fa'atabara al-islamu, Uislamu umezingatia iman al-mutakhasimaini, kuwa kwao bado ni waumini watu wawili waliohusumiana. Mahma balaghat khusumatuhum, ugomvi wao utakavyokuwa bado hawa ni Waislamu. Kwa nini nimeweka anwani chini ya hizi? Kwa sababu moja ya nguzo mama inayotegemewa kwa mtu juu ya hasimu wake ni kumtia dosari kwanza, ili apate uhalali wa ule ubaya aliyokuwa nao. Na inapotokea baina ya Waislamu wawili wanagombana, basi huwa wanaanza kutoana kwenye imani, ima bilkulliya au ima biljuz'iyya. Yani mmoja katika waumini anataka kumtia, anagombana na muumini mwenzake, basi silaha yake ya kwanza atamwambia wewe si muumini, wewe mnafiki, wewe kadha, maneno ya mashambulizi, ili ahalalishe ule msimamo wake aliyokuwa nao dhidi ya huyo mwenzake. Sasa Uislamu umezingatia imani ya wagombanaji wawili, vyovyote itakapokuwa ugomvi wao, muda wa kuwa si leo ni waumini au bado watabakia waumini. Na uumini una hadhi yake, una mipaka yake, una mumayizati zake. Fanya utakachokifanya kwa hasimu wako, lakini jua huyu bado ni muumini mwenzako. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ikitokea makundi mawili ya waumini yamepambana, yamelumbana, yamegombana, Allah anasema fa aslihu bainahuma, litokee kundi jingine la tatu ambalo halitakuwa pamoja na kundi la kwanza, wala hilo sio katika kundi la pili. Ili ni kundi la tatu ambalo ni ta'ifatun muslihatun, ili ni kundi la kutengeneza, la kusuluhisha. Allah anasema kwa kundi hili fa aslihu bainahuma, nyinyi kundi la katikati nendeni mkasuluhishe baina makundi haya mawili ya waumini yaliyolumbana. Msichukue upande, wala mnapokwenda kwenye suluh msiwe mnakwenda kusuluhisha hali ya kuwa tayari mna maamuzi kwamba sisi tunakwenda kumnyanyua huyu kwa sababu ndio tunayempenda, tunakwenda kumdondosha huyu kwa sababu hatumpendi. Allah anataka kundi hili la tatu liwe ni ummatul muslihatun, lina auswafi zake nyinginezo, nitakuja kuzitaja katika hutuba hii biidhnillah yutawfiq. Fa aslihu bainahuma, nyinyi watu wakati na kati kasuluhisheni baina yale makundi mawili yenye kulumbana. Na sio kila suluhu inatimia. Wenda tunakwenda kusuluhisha, lakini kwenda kwetu kusuluhisha likazaliwa janga kubwa zaidi kwenye majlisi ya sulh. Wasuluhishaji wanatakiwa wawe tayari na dhamira yao, msukumo wao uwepo, ni lazima hao watu tuwasuluhishe. Naam, wasichotwe na hisia za maneno machafu yanayotoka kwa mmoja wa wagombanaji wawili, ubabe unaonyeshwa na mmoja wa wagombanaji wawili, ujeuri na ufedhuli unaonyeshwa na mmoja wa wagombanaji wawili, ima wa kimaneno au wa kimatendo. Hii taifatun muslihatun inatakiwa iwe na uwezo wa kuweza kuondosha changamoto na kuthibitisha suluhu baina ya watu wawili waliogombana. Ikhwani fil iman, fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra,
ikitokea kundi moja katika walumbanaji wawili linaamua kuchupa mipaka dhidi ya kundi jingine, Allah anatoa tena maamrisho ya pili kwa hili kundi la kusuluhisha, faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amri llahi. Enyi kundi la kusuluhisha, litandikeni, lipigeni, litieni adabu hili kundi linalochupa mipaka mpaka pale litakaporudi tena kwenye maamrisho ya Allah, litakaporudi tena katika lubu ya sulhu. Fa in fa'at, likitandikwa, likatiwa adabu, likashambuliwa, likapewa maneno makali na mazito, likarudi, Allah anasema tena fa aslihu bainahuma bil adl. Enyi kundi la usuluhishaji, rudini tena kwenye kusuluhisha baina yao kwa uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah mtukufu anawapenda watu waadilifu. Ayuha almu'minun, qala Allah ba'daha, Allah mtukufu akasema baada ya aya hii ya 9, akasema innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo waumini ni ndugu. Kama hawa ni ndugu hawagombani moja kwa moja, hata kama wamehitilafiana katika wajhatu nadhar. Kwa hiyo kama itakuwa ni suluhiyati nchi, hawa wote wanabebwa na uinchi, yani mfano kama nchi yenyewe Tanzania, hawa wanabebwa na Utanzania, hakika wa Tanzania ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, suluhisheni baina ya ndugu zenu. Wattaqullaha, alafu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, ikiwa kama nyinyi mnataka kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi mbili, neno sulhu limekariri mara ngapi? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, mara ya kwanza hiyo. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Imetajwa mara ngapi sulhu? Mara ya pili. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, mara ngapi sulhu? Nataka nini baada hapo? Allah ana shida gani na nyinyi kugombana kwenu na kupatana kwenu? Amekariri katika aya hii sulhu. Kwani Allah yeye ananufaika na kusuluhishana kwenu? Lakini Allah anajua kwamba alivyoumba wanadamu kupishana kwa rai, kupishana kwa mitazamo, kuna wakati pia kudhulumu kwa makusudi kupo kwenye maisha ya binadamu. Lakini haya yote yanaondoshwa na kusuluhisha. Takuja kutaja kauli ya Allah takapofika eneo hilo, wasulhu khair, kupatanisha ni khair. Ani maneno ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fil iman, aya ya 11 na ya 12 na 13 na 14, hizi mtaziangalia wenyewe kwa muda wetu, lakini Allah anaashiria sababu za khilafu. Ametaja wajibu wa sulhu, alafu akaashiria sababu za khilafu. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Miongoni mwa sababu za khilafu ni kundi moja kujiona bora kuliko kundi jingine. La yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wakidharau kundi moja kulidharau kundi jingine, huenda ili kundi linalodharauliwa likawa bora zaidi mbele ya Allah. Na mkibakia na tabia hii ya kudharauliana, hamtakuwa na salama. Mtawashughulisha watu kulazimisha kuja kwa suluhisheni kwa tabia ya kudharauliana. La yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman. Wala talmizu anfusakum, msijitoze kwenye nafsi zenu mkajiona ni bora kuliko wengine. Wala tanabazu bil alqab, msiwabandike wenzenu majina mabaya.
Bisa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman, ni jina baya kumuita mtu fasiki baada ya kuwa kwake tayari ni muumini. Aman lam yatubu faulaika humu dhalimun, wasiotubu na tabia hii hao ndio madhalim. Hizi ni sababu za khilafu. Miongoni mwa sababu zinazopelekea watu wakhalifiane, ipatikane husuma, ikalazimisha kusuluhishwa, na ile tabia kujiona kundi moja ni bora kuliko kundi jingine. Ni tabia ya kupeana majina mabaya. Majina haya mabaya yanabeba mabezo, kumbeza mtu, kumfanyia haja, kumbeza, kumdunisha, kumfanya ni mtu duni, mtu mdogo asiye na thamani. Hili jambo linapelekea mwenzako akuchukie, na anapojenga chuki kwako maana yake ni kwamba tayari umeshajenga farqa baina yenu. Uislamu hautaki sababu za khilafu. Umewajibisha kusuluhisha waliofikia kwenye kulumbana, lakini umeziba milango yote inayopelekea kwenye kulumbana. Ziangalia zinazofuata aya 12 na 13, zote hizi zimeleta adabu ambazo ikijilazimisha jamii kwa adabu hizo, hakutakuwa na sababu ya kwenda kusuluhishana, kwa sababu kila mmoja ataishi hali ya kuwa anachunga uwepo wa mwenzake. Ayuha almu'minun, ndugu zangu katika imani, mmesikia kuna wakati kuna sulhu za kimataifa na kuna sulhu ya kitaifa na kuna sulhu ya makundi ndani ya taifa. Kama sio taufiki ya Allah tabaraka wa taala, vita ya siku 12 iliyotokea baina ya mtoto mjeuri mwenye ukorofi ambao kila wakati anajiona na haki kuliko wenzake wote, na kila wakati anajiona na uwezo wa kufanya chochote kwa mtu yeyote, yupo tayari kwenda kuua kwenye nchi nyingine katika mipaka watu wengine, alafu ataki aujio wala uisi. Mtoto mkorofi alikwenda kuchokoza. Alipokwenda kuchokoza, aliwakuta wenzake na maandalizi, ikapigwa vita siku 12. Ile vita kama sio kupatikana taifatun muslihatun, kundi la tatu lilisuluhisha, ile vita ilikuwa inakwenda kushughulisha dunia nzima. Na ukalau albashar nadharu, wale watu wenye akili katika dunia walitizama wakaona, hawa tusipoamua hawa hatutakuwa salama hata sisi. Ikapatikana sulhu ndani ya siku 12 baina Israeli na Iran. Vita ya kiume, unapiga usiku kwa ndege, napiga asubuhi kwa makombora. Ukipiga 80% na kuja kulipiza 100%. Ikawa walimwengu wanaangalia mwisho nani atashindwa. Lakini watu wakaangalia wakasema, hapa mwishoni mwake italeta balaa kubwa kwenye dunia nzima. Mifumo ya dunia itakorapti kwa sababu ya vita kama hii. Wakaenda wakaita pembeni, jamani kaeni, shusheni silaha chini. Hii ni moja sulhu za ulimwengu katika zama hizi ambazo tumeshuhudia ndani ya miezi mitatu nini. Naam, usiseme kwamba huyu bwana mdogo mkorofi, huyu mkorofi amezidi ukorofi, mwache atandikwe. Atakapopigwa naye hata kubali atajibu. Atakapojibu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni jaribio litakapokuja alitawagusa wale wenye kufanya makosa peke yao. Ndio maana ulimwengu kaona hatari ya hili jambo, huku tunakokwenda kwa kugumu. Wakajitokeza watu wakasema, njoeni kaeni chini, hebu wekeni silaha chini. Wewe unataka nini? Mimi nataka 1 2 3 4 5. Wewe unataka nini? Mimi nataka 1 2 3 4 5. Ili linawezekana, ili haliwezekana. Linalowezekana lifanywe kazi, lisiyowezekana tunafuta, tunakaa pamoja, jambo linaendelea. Tayari ulimwengu umerudi kwenye amani na utulivu baada ya vitisho vya makombora ambavyo vilikuwa vinapelekea yale matabaka mama ya hawa watu wawili. Kuna tabaka moja lilikuwa lipo nyuma ya mgongo wasiokuwa Waislamu, na tabaka jingine lilikuwa linaambatana na Waislamu waliokuwa wengi. Hamjui kwamba mwisho wake ingekwenda kutokea vita baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu dunia nzima, jambo ambalo ulimwengu hauhitaji hali hiyo. Walimwengu wanahitaji bado kuendelea kuishi. Kama ilivyotokea suluhu hiyo ulimwengu
na mataifa mawili ambayo ni mataifa yenye kuchinjana kila wakati, tunashindwa vipi kusuluhisha baina ya nchi yetu? Ili sisi ugomvi wetu, umesikia ugomvi wa Iran na Israeli, matatizo yetu Waislamu yamefikia matatizo ya kiwango cha Israeli pamoja na Iran. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالإسلام يسعى ila tadyiq nitaq alkhilaf. Dini tukufu ya Uislamu inapambana kwa jitihada kubwa kudhibiti malumbano baina ya wanadamu, wa raf'ihi, na kuondosha malumbano hayo in amkana, vyovyote itakavyowezekana. Fa shar'a al-islah baina an-nasi, Uislamu kaweka sheria ya kupatanisha baina ya watu. Wa hatha alayhi wa raghaba fihi, Uislamu kainiza ukakupisha juu ya jambo la kusuluhisha. Fa huwa khairun ma yatanaja fihi almutanajuna, kupatanisha na kusuluhisha ni bora kuliko utesi mwingi unaofanywa na wale wanaokaa vikao vya kuteta. Kuendelea na majalisi hizi za kuteta, Allah anazingatia hiyo sio kheri, ila vikao vya utesi vio vimebebwa na mambo matatu ambayo tutakuja kuyataja kwenye aya tukufu ya maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watete watakaoteta na watete watakayoyateta hawatakuwa wamefanya kheri katika utesi huo, ikiwa kama utesi huo ukubeba mambo matatu. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء آية 114, Allah mtukufu anasema la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna kheri katika mazungumzo yao ya utesi mengi. Hakuna kheri katika mazungumzo yao mengi ya utesi. Wamekaa sehemu wanateta, wananong'ona, wanazungumza, hakutakuwa na kheri katika sehemu kubwa ya utesi huo illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa wamekaa wanateta kwa ajili ya kuamrisha jambo la utoaji wa sadaqa, au ma'rufin, au wamekaa wanateta kwa lengo la kuamrisha mema na kukataza mabaya, au islahin baina nas, au wamekaa wanateta utesi wao wanateta ili waende wakasuluhishe baina ya watu. Wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardatillah, na yoyote atakayelifanya hili jambo akawa na ikhlasi ya kutafuta mardhati za Allah, kuridhiwa na Allah, fasawfa nu'tihi ajran adhima, kwa hakika mtu huyu tutampa malipo yaliyokuwa makubwa sana. Miongoni mwa sababu za khilafu ni watu kutengeneza mitazamo kwenye majalisi zao za siri. Wamekaa zao kwenye vikao vya siri, wanateta ule utesi wao, wanaenda kuthibitisha kwenye jamii, wanakwenda kushawishi kwa watu, na watu wanakubaliana na ushawishi ule ambao umekaliwa ndani na utesi wa watu wawili watatu. Wanataka watu wote wawe kama vile wanavyofikiria wao. Sasa vikao hivi vyote ni batili, Allah havitambui. Allah anaviandikia dhambi badala ya kuviandikia thawabu, isipokuwa kwenye utesi huo wajadili vitu vingapi? Vitatu. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas, iwe utesi huo umeambatana ndani yake kuamrisha watu watoe sadaqa, utesi huo umeambatana ndani yake kuamrisha watu wafanye mema na wajiepushe na mabaya,
Utesi huo umeambatana ndani yake na kuamrisha kusuluhisha baina ya watu, sio utesi huo uwe ni sababu ya kwenda kuleta khilafu baina ya watu. Allah jalla wa ala aliposema wasulhu khair ay min alfiraq, kusuluhisha ndiyo khairi kuliko kufarikisha. Itakavyokuwa suluhu haiachi watu katika mambo mabaya, kwa vyovyote wavyo sulhu haileti isipokuwa khairi. Wewe mwenye msimamo wa kusema mimi sitaki sulhu, je, hali yako kabla sulhu na baada kukataa sulhu itabakia kwa vile vile? Yawezekana unakataa sulhu kwa sababu ya mabavu uliyokuwa nayo, yawezekana unakataa kusuluhisha kwa sababu ya unyonge uliokuwa nao. Je, kwa unyonge uliokuwa nao kwa kukataa sulhu, itakuwa kukataa kwako sulhu kumeondosha unyonge wako? Kwa sababu ya ule ubaba uliokuwa nao, kwa sababu ya ikitokea kwa sababu ni unakataa sulhu kwa sababu ubaba uliokuwa nao, je, ubaba wako unaongezeka baada ya kukataa sulhu? Yaacheni maneno ya Allah tabaraka wa taala afanye kazi. Wasulhu khair, sulhu siku zote ni khairi. Al-Imam Abu Ja'far at-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Al-Imam at-Tabari rahimahullah katika tafsirul bayan, yeye anasema huwa baina al-mutabayinaini au al-mutakhasimaini. Haya maneno Allah ameyasema kwa baina ya watu waliojitenga, watu wawili, matabaka mawili yaliyojiweka mbali au waliorumbana. Allah anataka baina yao wasuluhishane bima abaha Allahu al-islah bainahuma, kwa yale ambayo Allah amehalalisha wasuluhishane baina yao, liyatarajaa ila ma fihi al-ulfati wal-ijtima'i wajtima'i al-kalima, ili warudi hawa watu makundi yote mawili warudi katika hali ya kuweza kukaa pamoja, kuwa na neno moja, waweze kufanya kwa pamoja, ala ma adina Allahu wa amara bihi, kwa kuchunga mipaka ya yale aliyoyaidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fil iman, hutuba ijayo nitazungumzia kipengele hiki, nataka niashirie tu ili nikuvute vizuri uelewe. Wewe kataa sulhu, baada yani kukataa sulhu hautakuwa na heshima na utu na utukufu na nini. Na ukikubali sulhu, kama una unyonge 20%, baada ya kubali sulhu utaondosha unyonge 20% zobaki au tabakia kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sulhul Hudaybiyah, itakuwa kutuba yangu ijayo biidhnillah wa tawfiqi, taondokea kwenye kadhia hii, lakini nakuashiria tu kwenye sulhul Hudaybiyah palikuwa pana bunudul muahada. Sulhu ya Hudaybiyah palikuwa pana bunudul muahada, nukta za makubaliano. Katika nukta zile 4 zilizokubaliana kwenye sulhul Hudaybiyah, hakukuwa na nukta hata moja yenye maslahi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kipengele kimoja tu, ta'jilul harbi hadhihi sana. Ilikuwa faraja moja muhimu mno kwa umma wa Kiislamu, kuhairisha vita mwaka mzima pasipo na vita. Hiki ndio kipengele cha ushindi wa umma wa Kiislamu. Sijui kama unaweza ukatathmini kwamba tunaweza kushinda kwenye kipengele kama hiki. Moja ya bunudul muahada ni kwamba atakapotokea kafiri kutoka kwenye mji wa Maka, amesilimu, amekimbilia katika mji wa Maka, katika bunudu hizo muahada, mkataba huu ni kwamba huyu anatakiwa arudishwe katika mji wa Maka, aendelee kuwa kafiri kule Maka. Lakini kama atatokea Muislamu katika mji wa Madina ameritadi na anakimbilia Maka, anatakiwa aachwe akakae Maka. Unakubali hilo? Yani watoto sisi akienda kwao ni halali, wako wao kitakakuja kwetu ni marufuku. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kwa kipengele hiki na vipengele vingine
anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasna ala alhaqi wa hum ala albatil. Mtume, kwani sisi si ndio tupo kwenye haki, wao wapo kwenye batil? Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar. Je, haikuwa watakao wao kwetu sisi wanakwenda peponi, watakao wao kwa wao wanakwenda motoni? Lima nuqa danaya fi dinina. Mtume, unakubali vipi tupewe udhalili kwenye dini yetu? Unakubali vipi masharti kama haya Mtume? Mtume anamwambia, ya Umar, ana rasulullah. Ewe Umar, mimi ni mtume wa Allah. Haya ninayofanya sifanyi kwa hiari yangu, naamrishwa na Allah. Umar anatweta kwa hasira, anatoka anakwenda kumfuata nani? Abu Bakar as-Siddiq. Anamwambia maneno kama yale. Abu Bakar, kwani sisi sio tukiingia kwenye mapambano tukifa tunakwenda peponi? Hawa jamaa tukiwaua tunakwenda motoni? Kwani sisi ndio tupo kwenye haki, wao katika batil? Kwani tunakubali masharti kama haya? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu anamjibu tena Umar, ya rajul, huwa rasulullah. Huyu ni mjumbe wa Allah, heshimu nafasi yake ya utume wa Allah. Pana maneno hapa makamu ya hutuba hainipi nafasi ya kuanukuu. Maneno muhimu sana aliyasema Umar bin Khattab kujitia makosani kwenye msimamo wake huu aliotoa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele ya Abu Bakar as-Siddiq. Lakini ashahid, hiyo sulhu Hudaybiyah Allah ameita fathan mubina. Tukio hilo sulhu Hudaybiyah limetajwa kwenye sura al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Na ili Allah akupe ushindi uliokuwa mkubwa. Sulhu Hudaybiyah ilikuwa hiyo, na nukta za makubaliano zilikuwa zinawafeva Makuraish kwa 90%, kama sio ziada ya 90%. Lakini kiundani wake ndio ilikuwa fathu ya umma wa Kiislamu. Baadhi ya masahaba wakamwambia Mtume, tumetoka Maka, umetuambia tunakwenda kufanya umra Maka. Tumetoka Madina, umetuambia tunakwenda kufanya umra Maka. Mbona tunaishia hapa Hudaybiyah? Wakati ndoto yako ni maamrisho ya Allah, inakuwaje hii? Allah kawajibu akamwambia, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah kamsadikisha mtume wake, ile ndoto ni ya kweli. La tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah, mtaingia msikiti mtukufu wa Maka insha Allah, aminin, tena kwa amani kabisa. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, wengine watakuwa wamenyoa vichwa vyao, wengine wamepunguza nywele. Sawa? Haya yote yalipatikana baada sulhul Hudaybiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa namba 2 kwenye ile sulhu, na alifanyiwa kila namna ya udhalilishaji kwenye ile sulhu. Alikubali kwa sababu alikuwa anajua kinachokuja baadaye kilikuwa ni nasran azizan muazzaran mubina. Ikhwani fil iman, sulhu haileti isipokuwa khairi. Ukitaka kulazimisha kwamba wewe ni bwana, wewe ukubali maneno kama wewe ukubali na nini, zinazoumia ni nyasi, na mwisho yote itakuwa wanufaikaji sio wewe wala sio yeye. Anayenufaika ni sheitani. Sheitani ndo hataki watu wapatane. Sasa nimalizie hotuba yangu kwa kusema neno hili: tusikwazwe kwenye kusuluhisha watu waliogombana kwa kujadili matokeo. Allah ayuhal mu'minun, tusikwaze kusuluhisha watu ambao wanalumbana kwa kujadili matokeo. Yani ikawa kikwazo chetu kwamba sasa itakuwaje? Je, ikiwa hivi itakuwaje? Ikawa mjadala huu itakuwaje ndio kikwazo cha kwenda kusuluhisha. Na inatakiwa lazima papatikane kundi la kusuluhisha. Allah anasema fa in khiftum shiqaqa bainihima, ikiwa kama mtaogopea na kuchelea farqa baina ya wanandoa wawili, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Hii ni nafasi ya upatikanaji wa wasuluhishaji waliokuwa na ikhlas. Mnaogopea shikaki baina ya wanandoa wawili, basi teueni mjumbe mmoja kutoka familia ya mume na mjumbe wa pili kutoka familia ya mke. Angalia Allah anasemaje juu ya wajumbe hawa: in yurida
ay al-ithnain. Ikiwa hawa wawili wamekusudia, na irada min a'mali al-qulub, irada min a'mali al-qulub, in yurida, ikiwa kama watataka, kutaka ni katika matendo ya moyo, nyoyo zao zikiwa zina ikhlas, zinataka kusuluhisha baina hawa wanandoa wawili waliohusumiana, Allah anasema yuwaffiqillahu bainahuma, Allah atatia tawfiki yake baina yao wasuluhisha, sulhu itatimia na wanandoa watarudi katika ndoa yao kwa amani kabisa. Sasa wawepo watu wasuluhishaji, watoke wengine upande huu na wengine upande huu, hawa watu wao neutral, lakini msingi wao mama huwa ni ikhlas, kuangalia kama ni kwenye ndoa maslahi zaidi ya ndoa, kama ni kwenye amali ya dawa waangalie zaidi maslahi ya amali ya dawa, kama ni mipaka ya nchi waangalie zaidi mipaka ya nchi na manufaa ya wakazi, na kama ni ulimwengu waangalie zaidi usalama wa watu wengine, kwa sababu watu wawili wakiacha gombane wanaharibu kwa wengine ambao hawana hatia. Nasallallahu husna al-khatima. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.